Karibu katika episode ya 9 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 8, hakikisha unagusa hiki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 8 ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Kangsan akiwa ameweza kuona michoro ambayo ilikuwa imeachwa hapa kwa bidada Kangsu, na akawa na wasiwasi kwamba anakwenda kukabiliana na mtu ambaye ana nguvu sana. Na huyu mama si tu kuwa na nguvu bali ni katili zaidi hata kwa mtoto wake, kwani michoro inaashiria kwamba mwanamama alikuwa akimshambulia sana mwanae. Akawa na hofu na bidada Kangsu, itakuwaje huko? Kama hofu ya Mwamba ilivyo, kumbe bidada alikuwa ameweza kumfuma mtoto akiwa amefungiwa katika kabati. Basi akawa ameweza kumtoa pale. Alipokuwa anamtoa, mama mtu huyu akawa ameingia. Jambo la kwanza mwanamama aliloweza kulifanya ni kumnyakua mtoto wake, kisha akasema kuwa masuala ya familia yangu yanakuhusu nini wewe? Bidada akasema kuwa nimekuja kumchukua mtoto kwa sababu anaumwa, nataka nimpeleke hospitalini. Lakini mama mtu akasema kwamba huko ni kumuingilia uhuru wake na hayuko tayari mtoto wake aweze kupelekwa hospitalini. Basi bidada moja kwa moja akatumia nguvu na kumchukua mtoto. Ile time anatoka tu, anafika mlangoni, anakutana na Mwamba Kangwan. Na kama kidume hakuvumilia kabisa kuona kwamba bidada ameweza kumbeba mtoto akiwa yuko peke yake, akaweza kumsaidia na kisha akaanza kumkimbiza mtoto huyu kuelekea hospitalini. Ila walipofika tu, daktari akasema kwamba huyu mtoto ana makovu mengi. Mzee baba Kangwang hakuamini kabisa, hata kama hajazaa, lakini uchungu wa mwana hapa aliupata. Mtoto gani ambaye anashambuliwa kiasi hiki mpaka yani namna fulani ukitazama hata mwenyewe unashindwa kuona? Mbaya zaidi ni kwamba anayemshambulia huyu mtoto mpaka kufikia katika hali hii eti ni mama yake mzazi. Bidada akamtoa Mwamba nje ya hospitali, kisha akamwambia kuwa niliweza kufahamu kwamba huu mdoli ndani yake ulikuwa na nafsi za watoto, na hawa ni watoto ambao walikuwa kiishi maisha magumu sana zamani. Mmoja kati ya hao watoto alikuwa amefukuzwa na mamake wa kambo na kupelekwa nje katika maeneo ambayo yalikuwa yananyesha mvua ya barafu, na huyu mtoto akafa kwa baridi. Mtoto wa pili alipigwa mpaka akafa kutokea kwa babake ambaye alikuwa anapenda sana kutazama magemu. Huyu baba alikuwa mjali kabisa mtoto wake. Lakini mtoto wa mwisho miongoni mwa wale watoto watatu ambao ni mizimu, yeye alikuwa ametelekezwa na babake na akafungiwa ndani ya nyumba. Kwa hiyo alikufa kwa kukosa maji na chakula. Kisha bidada Kangsu akasema kuwa ninatambua kwamba hawa watoto walikuwa wanapenda sana watoto wenzao waweze kuishi vizuri, lakini kwa hapa ilipoweza kufika hatua hii tunatakiwa kuwapambania watoto wengine. Na bidada alipomaliza kuyasema maneno hayo, ile mizimu ya watoto ikaweza kujitokeza na kutabasamu, kisha ikaondoka mazima katika ulimwengu huu. Kwa lugha nyepesi, ile mizimu itakuwa haipo tena duniani. Mwamba alikuwa anamshangaa tu bidada, anawapungia watu mikono ambao hata waonekaniki, akasema haya mambo kazi kweli kudili na mizimu. Wakati huo anarudi sasa ndani ya hospitalini, ghafla tu mapolisi wakawa wamefika na kuwakamata. Kumbe mwanamama alikwenda kumshtaki bidada na kumwambia kwamba ameweza kumuingilia katika faragha zake ama usiri wake na mambo yake ambayo anayafanya binafsi. Mwamba pamoja na bidada wakaweza kukamatwa na moja kwa moja wakapelekwa selo. Lakini wakiwa huku, kuna matajiri ambao walikuwa wamekuja na kuweza kufuatilia kesi hii. Walikuja kugundua kwamba huyu mama alikuwa akimwonea sana mtoto wake. Kwa hiyo mwanamama ndo akakamatwa, yeye akaingia selo na hao akatolewa. Lakini ile time wametoka ndani ya kituo cha polisi, Mwamba ndo anakuja kugundua kwamba bidada alikuwa na kovu katika uso wake. Kumbe wakati wa zile purukushani alikuwa ameumizwa katika eneo lake la uso. Mwamba akazidi kumjali bidada, lakini Mwamba Kangu alikuwa akishuhudia tukio hili zima. Na ikaonekana kabisa kwamba jamaa ni kama alikuwa amekasirika, kana kwamba alikuwa na wivu juu ya hili tukio. Ni kama vile amechelewa hivi. Mwamba Jangwang akaanza kumwambia bidada kwamba katika maisha yangu ulipofika kwa mara ya kwanza nilikuona chizi ambaye natakiwa kukufukuza, lakini ghafla tu nimejikuta kuwa napenda sana uchizi wako na navutiwa nao pia. Yaani nilikuwa nakutazama pale kituo cha polisi unavyohangaika eti upitishe mkono ili uweze kutoka katika zile nondo. Hivyo akili zako zilikuaga wapi wakati mwingine jamani? Bidada akaanzidi kumtazama Mwamba namna ambavyo anaongea maneno ya kufurahisha. Wakati wao wanaendelea kufurahia mazingira ya kuwa pamoja wakati huu, kumbe bana katika mitaa hiyo hiyo katika swimming pool fulani kuna wakina bidada fulani walikuwa wakiogelea katika swimming pool. Ghafla tu ikajitokeza mzimu ambao ulikuwa chini ya maji na kuweza kumshika mmoja mguu. Na huyu bidada aliyokuwa ameshikwa mguu akaanza kufa maji na kupiga sana makelele. Hao wenzake walipokuwa kimtazama wakawa wanaona kana kwamba kuna sura fulani hivi ya ushetani. Lakini mwamba mmoja hivi muogeleaji mzuri sana kutokea Morogoro anayefahamika kama Badman aliweza kushuka hapo chini na kuweza kumwokoa bidada. Basi bana hatua za awali zikaweza kufanyika na bidada akaweza kusaidiwa. Na taarifa zote zikaufikia uongozi wa juu kabisa. Mwamba Gangwang akaweza kupata taarifa hizi na kusema kwamba huenda pale katika maji kuna kitu ambacho ni tofauti kidogo, kwa sababu namna watu wanavyokosa pumzi na kutapatapa katika ile maji ni kama kuna kitu ambacho kinawavutia chini. Bila shaka huenda kuna mzimu pale katika maji. Lakini bidada Gangsu akajibu kwa ujasiri kabisa akisema kwamba ndio kuna mizimu pale katika swimming pool. Bidada tukio hilo la kutajwa mambo ya maji linamkumbusha tukio ambalo limewahi kumkuta dada yake, kwamba naye dada yake pia amewahi kuvutwa na mzimu na kisha akapoteza maisha. Kwa kila anapogundua kwamba kuna mzimu wa maji huwa anatetemeka sana, miguu yake inakosa nguvu. Mwamba Gangwang alimwomba sana bidada, lakini bidada akasema kuwa anaogopa hawezi akashughulikia kabisa swala hilo. Jamaa akaamua kuandaa mtego. Basi Mwamba akaamua kuongea na sekretari wake, akamwambia kuwa aandae tiketi za gharama nafuu kabisa katika hoteli moja kubwa kweli na amwalike bidada, alafu amwambie kwamba bidada anakaribishwa pia kualika marafiki zake wengine.
nyingine. Na katika hiyo hoteli ambayo bidada anakaribishwa ndio hiyo hoteli ambayo ina swimming pool ambayo inaaminika kwamba huenda ina mizimu. Lakini bidada alijitahidi sana kualika marafiki zake kwamba jamani, kuna ofa huku karibuni katika hoteli, lakini bado marafiki zake wakasema kwamba wana ratiba zao nyingi tu. Kwa hiyo bidada akabeba suitcase yake na moja kwa moja akaelekea huko hotelini. Lakini bidada katika harakati za kuendelea kupita pita hapa katika hoteli akaja kugundua kwamba Mwamba Jangwang kumbe naye alikuwa hapo hapo. Basi akawa amefurahi kweli kumuona na kumwambia kuwa nitahitaji kuweza kuonana na wewe mitaa ya swimming pool mida fulani ya jioni. Basi bidada akawa amerudi katika chumba hicho cha hoteli ya nyota 5, akaanza kuwaza namna gani scene ya romantic itakavyokuwa katika hayo maeneo ya swimming pool pindi atakapoweza kukutana na Mwamba. Katika sekunde za kuhesabu tu, ghafla kuna mhudumu akaja na kuleta nguo fulani hivi za gharama kweli kweli. Bidada alipoweza kufungua alishangaa sana. Kumbe Mwamba Jangwang alikuwa amemnunulia bidada zawadi ya nguo. Basi bidada alipoweza kuvaa akawa anaelekea huko katika maeneo ya swimming pool. Lakini ile bidada anafika tu, kumbe jamaa alikuwa anaongea na simu. Akaanza kumvizia na kumsikiliza. Jamaa anasema kwamba nimegundua kwamba katika swimming pool kuna mizimu. Kwa hiyo nimemleta bidada huku maksudi lengo langu aweze kunisaidia kuweza kunionyesha hiyo mizimu. Basi ndio kwanza bidada akaanza kuunganisha doti. Ndio maana Mwamba jana alikuwa ameweza kuniita na kuniambia kwamba eti anahitaji niende kwenye swimming pool kuweza kutoa mizimu. Alafu mimi nimepumbazwa vipi? Nimekuja mpaka huku sielewi kabisa nini ambacho kimenileta. Bidada akakimbia kutokea katika maeneo hayo na Mwamba kweli kabisa alikuwa ameweza kumuona bidada. Basi bidada akarejea katika chumba chake akavaa nguo za kawaida kabisa. Akaanza kushangaa, hivi jamaa ameniona mimi chizi kiasi gani? Huku Mwamba Jangwang akiwa amekaa karibu na swimming pool akaanza kuwaza namna gani bidada alivyoweza kukimbia kwa hofu. Akajua kabisa kwamba bidada hakumuelewa vizuri nini ambacho yeye alikuwa anamaanisha. Ikabidi kuweza kumfuata. Na lakini wakati huo bidada alikuwa amevaa nguo za kawaida anatembea tembea katika haya maeneo ya hoteli. Kila mtu alikuwa akimcheka na kusema kwamba wewe ni maskini na kama mkurugenzi akiwekuona tu katika eneo hili la hoteli basi atakufukuza kama mbu. Na Mwamba alipofika tu akamwambia bidada, ni kwa nini umevua ile nguo ambayo nilikuwa nimeweza kuandalia? Bidada akasema kwamba mimi najisikia vizuri sana kama nikiwa nimevaa mavazi haya na kuendelea kufanya kazi zangu. Lakini Mwamba akamwambia bidada kwamba ni kweli kabisa, ukivaa hivyo unaonekana uko bomba sana, alafu unaonekana ni mrembo kweli kweli. Akamshika mkono wake na kisha akaanza kutembea naye mbele ya wafanyakazi wengine. Akasema hakuna kitu kinatisha zaidi ya macho ya watu. Na Mwamba kwa ujasiri kabisa akamwambia bidada kwamba nayafanya haya yote kuhakikisha kwamba nakulinda. Naomba sana ubaki katika upande wangu. Bidada kuyasikia maneno akajikuta na tabasamu. Na kisha Mwamba akamchukua kiulaini mpaka katika maeneo ya swimming pool na akasema kuwa tufanye zoezi la kutoa mzimu hapa. Bidada aliangaza macho yake kila sehemu lakini hakuweza kuona mzimu wowote. Akasema sijaona mzimu wowote, labda nizame ndani ya maji huenda nitauona. Lakini Mwamba akasema hapana, tusubirie mpaka usiku utakapokuwa mkubwa ndo tutaingia hapa kuangalia. Lakini bidada akasema kwamba nataka nizamie ndani ya maji sasa hivi ili kama ndaona huo mzimu baadaye nitakapokuja kukutana nao basi nisiwe na hofu kabisa. Na bidada akamkumbusha Mwamba, kama ukiona tu ule mzimu ananivutia ndani ya maji haraka sana unatakiwa kuingia kuja kunisaidia kwa sababu wewe mizimu inakuogopa. Lakini Mwamba kumtoa huyu msichana wake chambo akaona hapana bana, nimailisha huo mpango, hebu turudi tu nyumbani. Bidada acha uoga bana. Lakini bado Mwamba akasema pana, tuondoke katika eneo hili. Lakini bidada akati anatazama katika swimming pool akaja kugundua kwamba kuna bubbles ama maputuputu fulani vile kwa kitokea katika maji. Akataka kuendelea kuchunguza. Ghafla tu kuna kitu kikawa kama vile kimemvuta ndani ya maji. Lakini hata kabla bidada hajaweza kuzamia ndani ya maji, Mwamba akajitokeza haraka sana na kuweza kumsaidia na kumwambia kuwa mbona nimekukataza kabisa kubakia katika maeneo haya wewe. Lakini muda huo kuna mzimu ambao bidada alikuwa ameweza kuona. Akaanza kumwambia Mwamba, nimeweza kuona mzimu katika mitaa hii. Na wakati huo anaendelea kuongea, ule mzimu ukaweza kuinuka kutokea katika maji ukaanza kupaka lipstick mitaa hiyo hiyo. Aso akatoka hapo na kuendelea kumfuatilia huyo mzimu. Bidada Gangsu anasema kwamba huyu mzimu anapoingia bafoni huwa anagonga hodi kwa nidhamu sana na kama mtu yuko ndani basi anasubiri kwa nje. Wakabaki wanajiuliza, huenda huyu mwanamke labda ajui kwamba ameweza kufa. Kwa nini yuko hambo namna hii? Wakati huo huyu mzimu akaonekana anaelekea katika meza fani ya chakula. Na alipotoka hapo kuweza kujipatia chakula, moja kwa moja akawa anaelekea katika chumba cha hoteli ambacho ni cha presidential, yani chumba ambacho kinapokea wageni wakubwa sana. Jamaa akamwamuru mfanyakazi mmoja aweze akafungua ule mlango ili kuangalia ndani kuna nini. Na kumbe yule mwanamke alikuwa amesimama katika dirisha akitazama mji unavyoonekanika katika dirisha moja. Nakumbuka kwamba hiki ni chumba cha gharama sana ambacho ni presidential. Mwamba Jangwang akamwambia bidada kwamba naomba ukaongee naye na umwambie kwamba anatakiwa kuondoka katika hiyo hoteli kwa sababu anaathiri sana biashara katika maeneo haya kwa kuvutia watu chini ya maji. Kimi bidada alipokwenda kuzungumza na huyo mzimu ulionekana kutokujali kabisa. Ukatoa tiketi yake na kusema kwamba mimi ni mgeni kabisa katika eneo hili na tiketi yangu hii hapa. Bidada akawa amelisoma lile jina ambalo lilikuwa linaonekanika katika ile tiketi na moja kwa moja akaenda kuchunguza. Walipoingiza katika kompyuta waligundua kwamba huyu mwanamke alikuwa anafahamika kama Mrs. Wang. Ni mtu ambaye ni mke wa kiongozi mmoja mkubwa sana. Siku ya kwanza alipoweza kufika ndani ya hii hoteli alifurahia sana na akasema kwamba amelizika na kila kitu ambavyo kinaonekanika ndani ya hii hoteli. Alikuwa kitabasamu sana siku hiyo anafika hapa na alisema anatamani kama angelikaa hapa milele. Huenda labda alivyokuwa amesema hivyo ndo ameamua kurudi sasa kuja kukaa milele eti. Basi akasema kwamba huenda bila shaka ndo hivyo bana ameweza kuja huko licha ya kwamba ameweza kufa. Lakini meneja akasema hapana, anawezaje kufa wakati huyu bado yuko hai? Yuko katika hospitalini na yuko katika koma. Kumbe bana ni kweli kabisa bidada yuko katika maeneo ya hospitalini. Bidada huyu alishangaa kweli kweli na kusema kwamba sijawahi kukutana na mzimu ambao unaishi
ambapo huko hospitalini alafu huku ni mzimu. Lakini bidada akawa anamwambia huyo mzimu kwamba kama ukiendelea kubakia huku na kutokurudi katika ule mwili wako, basi nikuhakikishie kwamba unaweza ukafa. Lakini bidada hata alikuwa ajali, akaendelea tu kupiga lipstick yake bana taratibu. Lakini Mwamba Jiangwang ndo akawa amekumbuka kwamba bana, huyu mwanamke ana mtoto wake unajua kule nyumbani. Alipoweza tu kutaja ule mtoto wake, basi mzimu ukawa umeweza kushtuka. Na bidada Jianghu akamwambia huyo mzimu kwamba mtoto wako anakusubiri nyumbani, anatamani sana kuweza kukuona, lakini wewe uko busy huku, anakuhitaji wewe katika maisha yake. Mwanamama alipokumbushwa kwa habari ya mtoto wake, basi moja kwa moja akawa amekubali kuondoka katika hiyo hoteli, ila akasema kuwa natamani niweze kuhudhuria na kuweza kuona yale mafataki ambayo yanapigwa kila mwisho wa mwaka katika hiyo hoteli yenu, kisha nitarudi nyumbani katika mwili wangu. Na kweli bwana, nyakati za usiku zilipoweza kufika, Mwamba alipiga suti yake ya maana, kisha moja kwa moja akawa ameelekea pamoja na ule mzimu katika mitaa fulani ya swimming pool. Na ni kweli kabisa mafataki yakaanza kupiga, ilikuwa ni mwisho wa mwaka. Huyu mwanamke alipoweza kushuhudia haya mafataki akiwa anapiga, akawa ameweza kuridhika na kisha akaondoka katika lile eneo, na moja kwa moja huko hospitalini mwanamama akaweza kuamka. Hasa bwana, sini na ama na kutuonesha mwamba mmoja hivi mpiga kinanda maarufu sana ndani ya nchi ya Korea. Huyu jamaa anafahamika kama Roy John. Siku ya leo alikuwa katika maeneo ya mochwali akiwa amebeba ua jekundu. Huyu jamaa bwana, mke wake alifarikigi ni siku nyingi kidogo, lakini yeye alimwachaga mochwali akiwa anaendelea kugandishwa na barafu. Sasa bana, kuna siri moja ambayo inasumbua hapa ndani. Ukitaka kujua siri hiyo, basi hakikisha kwamba tunaungana kwa pamoja katika episode ya 10 ya recap yetu nzuri ambayo inakwenda kujili mara baada ya hii. Asante sana kwa wote ambao mmegusa alama ya kusubscribe. Nikukumbushe tu kwamba una nafasi ya kugusa alama ya kulike kadri uwezavyo.